kwamba mtu asiyojua dini kuitangaza dini anaiharibu dini kuliko mbwa mwitu wawili wenye njaa waliotumwa kuna kondoo. Mbwa mwitu kwa mnyama kondoo fumba na kufumbua kishamwambia. Sasa niambie wawili watumwa kwa kondoo mmoja wana njaa. Atafanya nusu ya sekunde kondoo mtamua. Hata mafuta. Basi wao wanasema dalili yao mwisho wa sura al-Hijr, wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, muabudu Mola wako mpaka kifo kikufikie. Wanekatu msikitini sio swala na swali, unaweza kuswali mawaidha jaula, wanalala huko wakimaliza wanahamia msikiti kama na biyogo sio msikiti mwingine tuwashu. Hata wakati mawaidha tumaliza bayani yao 40 yauma 6 ashhur inshallah wanaenda 6 mpaka wanafikia 3. Umoja mimi kabiliana nao baraza nyingi anamtolea dalili mimi shehe. Nikamwambia shehe, unamfunza maiti kulala? Kwa Islam unaweza kumfunza maiti kulala, ataamka lini? Hata kumfunza kulala mechaka sheke ni kulala. Akaniambia mmoja sasa 40 na dalili ndani ya Qur'an. Kaambia naam, nipe shehe. Ujuju urakasi. Nikamwambia aliniambia hivi, wa wa'adna Musa 40 laila. Mwani kuma wa Musa kumbe. Tukamwahidi Musa siku 40 afanye ibada, tukampe Taurati. Nikamwambia shehe, ondoka usicheze utapata dhambi, tengia motoni. Mkiswali hivi kama wao kuonesha kidole siku 40 miezi 6 ukuonesha siku 4 sijui siku zao 3 au kuonesha wanatingisha kichwa la. Wana kama wewe ni kafiri. Wewe ni kafiri. Sasa nataka kuelezeni hili. Kama wewe unasoma Qur'ani wana dalili wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Umwabudu Mwenyezi Mungu kusoka msikitini mpaka yaqini kufikie kifo. Ona vile Qur'ani Mungu alipa. Hiyo aya katika mwisho wa surati al-Hijr. Toka katika surati al-Hijr njooni katika surati al-Mulk, tabarakalladhi biyadihi al-mulk. Walladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibihi wabtaghu min fadlihi kama yasema Ibn Abbas rizqi. Mungu ndo ametisha ardhi akaweka milima vijingi isikutingisheni. Baada ya hapo akaweka mabarabara. Waja'alna awalam yara alladhina kafaru, hawani wale waliokufuru, anna samawati wal ardu kanata ratqan fafataqnahuma. Hawaoni hao makafiri kwamba mbingu na ardhi Mungu alikuwa vimekamatana, fafataqnahuma, tukaviachanisha. Waja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim, tukajalia katika hii ardhi rawasiya, milima mikubwa iwe nguzo za kuizuia ardhi isiyumbi na sisi. Sikia vile anasema Mwenyezi Mungu. Kisha akajalia hapo fijajan subula, njia pana, barabara ya kwenda Burundi, barabara ya kwenda Uganda, watu wasafiri kwa ajili ya biashara. Aya za kufanya kazi ni ngapi? Uone kati msikitini unalea mikono. Wakati wa Umar yuko khalifa radhiyallahu anhu, Mungu amridhie, kaja msikoja msikitini mapema, anatoa kule msikitini, akawazania ile sunna ya tabkir, kuja mapema msikitini, ambaye imepotea speaker usijue kutoka mapema msikitini tena, sunna imepotea. Umar akawazania khairi, Islam tuzaniane khairi. Kuja saa 9 tena akaona wale wawili, akasema hapa njooni kwanza mwao, mbona dhuhuri iliwakuta hapa na hivi hamna kazi? Wakasema nahnu qaumun
mutawakkilun. Sisi ni watu tunamtegemea Mungu. Umar akamwambia njoo, akawapeleka nje ya msikiti. Mtu amelima shamba lake, ameshapanda mbegu na ngojea mvua, akaonesha tazamini. Hawa ndio watu wenye kumtegemea Mungu, bali nyinyi ni qaumun mutawakkilun. Lugha ya Kiarabu tawakkul na tawakkul maneno ni tofauti. Tawakkul maana yake kumtegemea Mungu, mubasharati al-asbab la yunafi atawakkul. Kufanya sababu hakukatazi kumtegemea Mungu, lakini kuna watu wanamtegemea Mungu bila asbabu. Hiyo haikupokelewa, hiyo haikupokelewa. Hata Mtume Musa alifanya sababu, someni Qur'ani. Alikimbia yeye na Bani Israeli, ameshakimbia, anaambiwa pasue bahari, ndio akamtegemea Mungu. Sasa wakamfuata Farao na watu wake, wanamwambia Bani Israeli, wanamwambia Musa kwamba inna la mudrakun, Farao na watu wake watatudiriki wale wamepata asubuhi. Musa alisema aje? inni ma ya rabbi, niko pamoja na Mola wangu, sasa ataniongoza. Na Mtume wetu Muhammad afanya sababu, amefunga nyumba yake, vijana wa Quraysh wataka kumuua. Alifanya sababu, Mtume akatoka akamwacha Ali ana nafasi yake, akawamwagia wale maadui mchanga, akaenda yeye na Abubakar mpaka katika lile pango. Abubakar katika pango, Abubakar anamwambia hivi washirikina wakiinika tu kichwa chini wataona miguu yetu. Sikia vile Mtume alimwambia Abubakar, la tahzan inna Allah ma'ana. Musa akamwambia Mwenyezi Mungu pamoja na watu tukuta Farao. Lile neno Mtume akamwambia Mwenyezi Mungu kwamba, akamwambia Abubakar kwamba ewe Abubakar, bisnai ni watu wawili, Allahu thalithuhuma, Mwenyezi Mungu atatu wao. Hivi ndio tawakkul imo ndani ya Qur'ani, sio kulea mikono. Vijana wengi kule ana kundi wa Uislamu yamewaharibu. Anaposta Sude, wengine wameacha masomo kwa university, anatayarisha memoir, anaacha masomo. Wengine yuko na post kiwanda cha Sude, post ya Sude yuko hapo, analala mpaka saa 2. Wakili wanakuja ataka asudesha pema. Mtu anamwambia, "Unatafuta wakili kupata za chai. Toka wewe kwenye dunia, ni dunia hiyo. Si watu wa tauhid." Tauhidi hii tauhidi ya haramu unataa haya. Alifanya hivyo Mtume Muhammad, inna lillahi inna ilayhi. Watu wamefahamisha dini vibaya Waislamu. Vibaya. Una mtu analingania dini, hata nguo asubuhi unatoka kizaka, havai nguo mpaka inatoa inanuka, mpaka watu wakimwona wasema mpisheni shekhe. Watu wananiheshimu, hawakuheshimu, wanakimbia kanzu yake inanuka. Waswahili wa matusi, kama nipisheni shekhe, wanasema wanasema pisheni ni uchafu, hasa pakeni uchafu. Huyo sio Uislamu. Wale Waislamu wakufundisha hivyo, unavaa watu wa pereli ile na mishele, ndio unavaa wewe shemzi, unavaa mbele nega ni msasi kweli, basi yeye tena mtu mzima. Hapana, sio Uislamu. Kul man harrama zinata Allah, na kuambie nani aliharamisha pambo la Mwenyezi Mungu? Ametoa kwa ajili ya waja wake. Uislamu ni usafi. Na basi ndugu zangu Waislamu, majumbe yanavunjika. Mtu anakaa nyumba ya kupanga na mke wake, anaenda kashikana kule ka Ngozi siku 40, anatumia simu, mtoto anaugua. Akaenda kwambia ni Wahindi, wanasema ndio Allah yuko, Allah wa razaq, atamteremshia mvua dhahabu yeye, akamteremshia na Daudi na Muhammad, akateremshia wewe bure mtu wa bid'a, teremshia mvua ya dhahabu. Sasa usikie hizo aya za kufanya kazi isimu ndani ya Qur'ani chungu nzima. Anaambiwa Nabii Daudi, Mtume anasema kwamba baada ya kufasiri aya za Mungu, wa 'allamna sun'ata labusin lakum
lituhsinakum min ba'sikum fahal antum shakirun. Tukamfunza na Abu Daudi kutengeneza kanzu za chuma ili zikuhifadhini na masase na mshale ala za vita. Je, mtashukuru mwenye mkushukuru neema? Nabii Daud, Nabii Nuh, mtume wa Mungu katika ulul azmi, alikuwa najaa fundi sarmala. Soma Qur'an. Daudi fundi chuma, tume Daudi. Nabii Nuh fundi mbao. Angetengeneza safina bila angekuwa na huyo ufundi. Angetoka kukunja mbaya safina kuna kunjamaga hivi. Pale pasi ya kutiana hivi. Ili ende hivi kumaji. Ikienda hivi kasa itakamana kumaji. Iende huko na kachongo kule chini. Namna ya kutengeneza jahazi. Nabii Daud. Sasa wewe tu kokote kazi, jamla, utakuwa Mungu atateremsha viazi vya mviringo hapa, ateremsha hapa maharagwe, tena wanakula vizuri shehe. Wanabadilisha kama sababu chapati na mchuzi, kidogo kula viazi vya mviringo na maharagwe mabichi. Wanafanya kwa longo mmoja. Wanafanya longo mwezi mzima. Kule ni gharama. Wako na mali matreni shehe. Ndio wanakuja kwa na mtoto wetu wa mjini kwamba kurudi fisabili. Uko na 300. Sina 200. Sina 100. Sina sana Shabania. Maswahaba vitano walikuwa mtu anasema mnyana ambele mnyana kipande mnyana chakula cha ngere huko. Huyo si mchoyo huko. Mpaka nitoe pesa ndio nikala. Mambo mengi mabaya sana Waislamu wanataribia watoto hawa watu. Sasa unaona aya inagongana. Muda wa kundi ya mjini yote tuelezeni na aya zenyewe wanagongana nazo. Anafasiri aya hivi anavyotaka, Qur'an kufasiri aya anavyotaka. Basi ndio ingine na kuchunga fasi nyingine mbali kuja kuonesha uongo wako. Chungeni Mwenyezi Mungu. Ni kitabu mbele yake hakuna batili wala nyuma yake. Waislamu, maudhui yangu ya leo ambayo nataka nizungumze aya 2 huku na aya 2 huku, alafu muone kwamba Qur'ani haigongani bali inaeleweshana, na inataka tuzamilie katika kusoma inshallah. Hii mwezeni na mbelezi hivi miaka yote natoa dawa silali, nasoma kila siku masomo ya ishadi mpaka utakuingia ndani ya mwanandani. Tulubul ilm min al-mahd ila al-lahd, tafuta elimu kutoka kambebeo tena cha uchanga hadi ndani ya mwanandani. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alisoma Waislamu aya mwisho alimaliza masomo akaishi siku 8 mtume akatoka dunia. Nikolezeni aya mwisho kuteremka ndani ya Qur'an. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Ndio aya iliyofunga Qur'an kuteremka hii aya. Mtume akaishi siku 8 akaitoka dunia. Rwanda nimetembelea muda mrefu, wengi wale mashekhe wa zamani ndio wanatambua baadhi yao. Mimi nimetumika na National Muslim hii Afrika. Nimetumika nayo kama miaka 9. Nilikuwa nikija kila miezi miwili kuja kupokea hapo. Na nilikuwa natembelea msikiti, hasa ile msikiti wa pale kwa Sheikh Rashidi. Hata msikiti nilikuwa nautembelea sana. Baadhi yao wale mko chipukizi, lakini wale wa zamani wanatambua. Na matatizo nilipata hata siku ile rais ameuawa, mimi nilikuwa niko huko. Niliponea chukuchuku Islam ndio kazi ya mpangilio wangu bado. Nilipona baada ya siku 15. Shaka ikawatia watu mipakani, lakini wakatazama nisepa si yangu imejaa kila visa miezi miwili. Wakasema hapana, huyo alikuwa tangu mbele
anakuja kama Mwenyezi Mungu lazima nimnusuru. Nimetembelea sana mimi Rwanda na mashaka wengi wa zamani na wazee wengi wanatambua. Na kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, kusoma huwa kuishi. Ili natoa darasa leo, itabidi kesho nitayarishe hutuba, nitayarishe mihadhara, nitayarishe wanafunzi ambao tunawasomesha mada mbalimbali. Na hivi safari kabla ya kuja wameniongeza mada nyingine mashehe wenzangu, mada muhimu sana. Mimi nafurahi, naomba Mungu anaendelea matatizo, mada ya Qur'an. Hii mada Afrika ni ndogo sana. Na hivi nikifika tu kwa usalama Mungu akinani programu ya mwaka naanza wasomesha wanafunzi ahkam tajwid na namna kuanzia kwenye mlango wa makhraj al-huruf. Inshallah Mungu atuwafikishe. Basi nilikuwa tukija hapa tutana vijana wengi wa Afrika na vijana wengi wa Rwanda, tulikuwa tunatumika nao kulashi na Muslim. Ikifikia kama hiyo semina, tulikuwa tunafanya kila mwaka tunafanya semina ya maduatu wote kutoka Uganda, kutoka Kongo Brazza, Rwanda, lakini Burundi ilikuwa ni mimi peke yangu. Ule wakati wa Dr. Makini ndio nifanya mtihani kafukulu kule Burundi, nikatumika na lashi na Muslim. Lakini kama ndio mambo ya Mwenyezi Mungu, hawa wanafunzi wangu wakati wamekuja huku ndio walisababisha hili jambo. Wakaona kwa kunipenda shehe wao siku nyingi, wakapendekeza kule kwamba wanihamishie nije huku. Nikaja pale Butare, ndio nataka kuniweka na kama Butare. Mimi na watoto wakubwa wanaume na wanawake, nimepewa chumba kimoja na wake wawili. Nimepewa na stock na baraza na stock. Watoto wanaume wakubwa na wanawake watala nafasi moja aje. Nikaona haiwezekani. Ule akakazania kama ukuja au utapata mshahara, ndio kanima mshahara hivyo na kazi ikaisha hivyo. Nikajua ni mambo ya Mwenyezi Mungu. Kwenda kuambia Burundi wanasema hata wafanye nini na mshahara wao waziwie, utabaki hapa. So hivi ndio kama siku 2 siku 3 nikirudi hivi Burundi lazima ndio kama Sheikh Sufu ayuko. Kuna mashaza fuleta mwaka mzima watu wana habari naye. Hivi tu utaona watu wote washapewa kama Sheikh alisafiri hayuko. Basi Waislamu tusome, ilmu haina mwisho. Mtu hawezi kufikia mwisho wa ilmu. Kila siku nikisoma vitabu na kundoma mapeje sijasoma. Tangu nianze dawa miaka 35. Nimeanza dawa hata sijaoa. Nimeoa niko nafanya dawa. Watoto wote nimewazaa niko katika dawa. Mpaka leo naendelea. Inshallah. Naomba Mungu anithibitishe kwa mwisho mwema. Sasa Waislamu, aya 4 ambazo nitazokusomeeni ni hizi zimo ndani ya Qur'ani. Aya ya kwanza, wa idh qala rabbuka lil malaika inni ja'ilun fil ardi khalifa. Kumbuka Mola wako Mtume Muhammad sallallahu alipowaambia malaika, mimi nataka kumuumba ardhini kiongozi mgombozi. Khalifa katika lugha ya Kiarabu imekuja khalfa, kiongozi mgombozi. Ulama wa tafsiri wanasema kiongozi mgombozi aliyokusudiwa katika hii aya ni baba yetu Adam. Kwa nini aitwe kiongozi mgombozi? Hii ni dalili kwamba alikuwepo kiongozi mwingine kabla yake. Ni kiongozi gani huyo? Ni kiongozi wa majini. Majini ndio walianza kuumbwa kabla ya mwanadamu kwa miaka 1000. Dalili anasema Mwenyezi Mungu katika surati Al-Hijr, tizameni, wal janna khalaqnahu min
qablu min nari samum, na majini tulioumba kabla ya mwanadamu. Aya juu pale imeanza kusema mwanadamu, wala qad khalaqna al-insana min salsalin min hama'in masnun wa khalaqna al-janna min marijin min nar. Mwanadamu tulimuumba katika mchujo wa udongo uliokauka, ukavunda, ukiugonga unatoa sauti. Na majini tukaomba kabla, iko hiyo aya chini yake, katika moto ambaye wenye joto, naru samum. Samum ndio mfuko wa moto. Kwa hivyo majini kufanya fasadi hapa ardhini kama maelezo wanachuoni, na majini wakashinda kuimarisha ulimwengu, kwa sababu anaeleza Abdullah ibn Abbas katika tafsiri ya Ibn Abbas kwamba majini wanaishi ulimwenguni kabla ya mwanadamu, akili zao ni nusu sana. Jini wa kwanza mwenye akili kuliko wengine ni kama binti wa miaka 14. Wale wengine sasa, mnaona aje binti wa binadamu wa miaka 14, akili ya kitoto. Waliposhinda kuimarisha ulimwengu, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawarena akawatoa katika marindi ya bahari huko majini. Mtona aya za kuumbwa, Mwenyezi Mungu anataja majini, lakini aya za kuimarisha ulimwengu na mambo mengine, unaona Mwenyezi Mungu anatanguliza binadamu. Sema katika Qur'an, fanyeni uchunguzi hilo jambo. Na kwa hivyo Mungu akamwambia anataka kumuumba kiongozi mwingine, anaambia malaika aje hapa ardhini, nataka kujalia kiongozi mgombozi ardhini, fi ardhi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yusidu fiha wa yasfiku dima. Wanataka kujalia kiongozi mwingine ambaye atakuja kufanya uharibifu ardhini na kumwaga damu. Baadhi wanachuoni wa batil hapo ndio wanatoa dalili kwamba malaika wanajua ilmu ya siri, kwa sababu hiyo kiumbe alikuwa hajaumbwa, wakasema atakuja kumwaga damu na kufanya uharibifu. Hasha wakalla, hiyo sio kweli, kwa sababu majini na malaika wao wanatembea pa ardhini kwa amri ya Mungu, na kule Lauh Mahfudh imeandikwa walijua historia kuangamizwa kwa majini. Wakasema yale wanakumbukumbu nayo, sio kama walipiga ramli. Kizameni ushahidi wa siyaki ya aya, qala inni a'lamu ma la ta'lamu. Mungu akawajibu, mimi najua yale ambayo msiyajua. Ni yapi? Kama wangekataa Mungu asiumbe binadamu, mitume wangetoka wapi? Waaminifu wangetoka wapi? Ambaye ni viumbe peponi. Ndio akawaambia, ikapitia katika kile kisa. Lakini tumesimamia hapa, nataka kuumba kiongozi mgombozi ardhini. Twende katika ingine ya kuumbwa Adam. Mtizame Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un illa iblis. Malaika wote walipomuumba Adam akaambiwa wamsujudie Adam sijda ya maamkizi, sio sijda ya ibada kama wao wanafanya ibadul qubur, waabudu makaburi. Wanasema kwa nini wakati sujudie watu wema? Mbona Mwenyezi Mungu alisema malaika wamsujudie Adam? Sio sijida ya ibada, ni sijida ya maamkizi, tahiyya. Eleweni vizuri hapa, pasharesha kuna kitu hapa. Idaraja wanapitia hapa mashia na wengineo wenye kuabudu makaburi. Kuna miji ya zetu tuna neema Uislamu, shukuruni Uislamu wa Burundi na Rwanda. Miji mingine ukenda utana kila msikiti kuna kaburi kule mbele ya msikiti ya Sharifu. Kisha swali hapo unazunguka, kuna birika ya maji, unatawadha, unaswali rakabi na mesa, rakabi muombe imam tangu ni huyu, miaka minne leo, msikiti wangu atacheza mibahana.
Imam mwenye taabani, swala la jamaa alikuwa aswali. Vimada Mwenyezi Mungu tupe mwisho mwema. Na basi Adam alayhi salatu wasalam, Mungu anasema kwamba wamsujudie sijida ya maamkizi. Malaika wote wakasujudu illa Iblis. Lam yakun masadis baba Iblis akapanda wenye kusujudu, akakataa. Akajibu majibu ya utovu wa adabu, kama vile katika milango ya kibri. Tutakuzungumza hayo mambo. Kuna milango ya kibri ni muhimu sana, sababu Uislamu wengi leo na kibri. Kibri haram kwa Muislamu. Kibri sunna ya Ibilisi. Kibri ni kukataa haki na kuwadharau watu. Tujilinde na hilo jambo ndugu Waislamu. Qala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun. Haikuwa mimi nimsujudie kiumbe tu, ameumbwa katika matope, katika udongo ambao ule ukauka ukipiga kugonga unatoa sauti ambayo umevunda. Hama'in masnun. Subhanallah. Aya nyingine, ana khairun minhu, mimi ni bora kuliko yeye. Khalaqtani min nar, mimi naomba katika moto, wa khalaqtahu min tin. Anaona kwamba yeye moto ni bora kuliko udongo, lakini kwa hakika udongo ni bora kuliko moto. Udongo ndani yake mna uhai, tunapanda mimea inaota, ndio mwanadamu kaumbwa. Na ama moto kuna kifo unateketeza. Ndio mchoma Nabii Ibrahim moto, kama sio hikma na rehema ya Mungu akawaamrisha moto uwe baridi, unateketeza. Kwa hivyo alilaniwa Ibilisi tangu ule muda mpaka hivi akatolewa peponi. Rajini manake aliyerutumiwa, matrudu fi alifukuzwa katika rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Basi sikilizeni tena. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna, ikawa wewe na mke wako peponi. Waislamu, tizameni hapa baada ya kutendeka cha kusujudia na malaika, anaambiwa aingie peponi. Na kule kabla ya kuumbwa malaika wamepewa habari kwamba ni kiongozi wa ardhini. Mal hikma, sababu ni ipi? Hikma ni ipi? Mungu aseme katika shabaha ya kuumba akaishi duniani, kiongozi wa duniani. Na baada ya kuumbwa anaamrishwa sema ya Adam uskun anta wa zawjuka aljanna. Aya nyingine katika sura Twazi kwa nini katika Qur'ani muda ni mfupi, anakamwambia, akamuita Adam tayari, akamwambia ya Adam inna hadha aduun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma min aljannati fatashqa. Ewe Adam, unamwona Ibilisi ni adui yako wewe na mkewe, kwa hivyo asikufitirisheni akakutoeni peponi ukapata tabu ya kutafuta riziki. Hii aya sikukusema nayo jana Waislamu. Hii aya watu wengine wauze hata kule Burundi, lakini ni haki, lazima Waislamu waelewe. Leo ndoa za Kiislamu zina matatizo makubwa. Kuna nafasi kuna mtembelea Muislamu utaona haya, mke wake anamwambia funga kinywa, antetemeka. Unajua sababu? Yeye ndo anataka tube. Huyu mume akiamka tu asubuhi anakota kanzu tu msoro kwa ila anasafiri kesho, akalete kontina mizigo kontinera nini, akalete yeye kazi yake ni kunyosha kanzu. Anza kumuuliza, mbona wewe una hali nzuri, haukosi sabuni ya kufua, kasi unakula bazoka, wengi wafuta sigara, mbona hauachi sigara? Nisikuoa, mnatushindikiza sisi, ule si mke, ule ni mama. Chai yeye, mkate yeye, inalida.
Ya Rab, ya Rab. Uislamu yenye hatari. Haya sio maisha ya Uislamu. Allah kampa mwanaume ndio usimamizi, amwemelee mwanamke. Usimario. Kulishwa na mwanamke kuna dharau. Tulishaamua kesi nyingi. Mtu anapasima hapa kukichwa, mke kampiga sefuria. Mmoja kampiga sefuria jioni. Juu ya ubishi wa mpira. Kumbukeni ile siku na kumbushaga Waislamu siku ya machi ya Coupe du Monde. Wamecheza Senegal na France. Ina kumbukumbu. Kumbe mke ni France. Mume Senegal. Kipi ya Senegal. Walipofungwa kaanza kubisha. Nyamaza, tunawafungeni. Ameugua Zidane kifafa. Anaanguka. Ewa acha hiyo mambo. Tamaki hivi. Kwa! Nasema sheki, mama tuombea dua. Tuna mengi akafika tumenesha wajua. Ewa pole. Ulifanya aksidasi, ulifanya aksida wapi sheki? Suyu la mwanaharamu. Nesha kwa mtu mwanaharamu wewe. Akati ukamanika wita aliko ukamanura uraga. Ilikuwaje bwana? Sigombani hapa. Mimi nimwambie kwa nisomea kumpira. Mpira ndio paswana hiyo sema yeye. Nikajua hapa kuna kitu. Kuja kuuliza, ni kweli mwanamke ndio mfanyabiashara, yeye ndio anaenea, mume anaikata. Mwenyezi Mungu alitoka mwanamke anapenda ale vizuri, alale vizuri, avae vizuri. Kama ukimuelekeza akifanyia kiburi, umpunguzie matumizi. Sasa yeye leo wewe kumpunguzia, yeye ndo anapunguzia. Hata kuheshimu watu. Hata kuheshimu vipi? Na sasa tizameni hapa Waislamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia Adam, Shaitani Ibilisi asiwashawishi yeye na mkewe wakala lile tunda Mungu aliwakataza, wakaja duniani. Adam ndio akapata tabu yeye peke yake. Ona Uislamu kuacha kitu. Unasema mke na mume mwenye kuoa na mwenye kuolewa, nani amtafutie mwenzie? Hapa Mwenyezi Mungu anasema muoaji mume